Kuna watu wanaodhani kwamba Mungu yuko mbali sana na wanadamu. Na unapokuwa na mtazamo huo, bila shaka utakuwa na mahangaiko mengi. Katika changamoto za maisha, watu wanapodhani kwamba Mungu yuko mbali nao, upiga jaramba. Mara wanaenda kwa waganga, mara wanaenda kwa wapiga ramli, mara wanaenda kwa wale wanaohubiri Injili bila msalaba na kadhalika. Kumbe haya ni mahangaiko na kutawanyika kusiko na maana. Mungu ni upendo. Mungu ni huruma. Na Mungu yuko karibu na watu wake. Hebu kila mmoja aseme, Mungu yuko karibu nami. Na muamini. Katika somo letu la kwanza leo, tumekutana na Waisraeli ambao mkumbuke walikuwa wametoka utumwani Misri. Na walipotoka utumwani Misri, walitoka sio kwa nguvu zao, bali kwa nguvu ya Mungu. Mungu mwenye huruma, Mungu mwingi wa haki, Mungu mwingi wa upendo. Na Mungu aliyewatoa utumwani akawaongoza jangwani kwa miaka 40. Hicho kipindi cha miaka 40 ni kipindi muhimu, ni kipindi cha kutakaswa, ni kipindi cha kufundwa, ni kipindi cha kuwekwa sawa na kuwekwa kwenye dira sahihi. Na leo tumekuta hao Waisraeli wamefika mlima Sinai. Mlima Sinai ni mlima wa Mungu. Ni mahali ambapo Mungu amejidhihirisha kwa watu wake. Ni mahali ambapo Mungu amefanya agano na watu wake. Akawaambia kupitia Musa, mkizishika amri zangu na maagizo yangu, ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Hebu semeni, sisi ni watu wa Mungu. Na Mungu ni baba yetu. Hilo mlikumbuke daima. Sisi ni watu wa Mungu na Mungu ni baba yetu. Baba yetu aliyetuumba, baba yetu anayetujali, baba yetu anayetutunza, baba yetu anayetuongoza katika mapito ya maisha. Na mkumbuke, kwa kuwa maisha ya mwanadamu yana pia fursa za changamoto, hata unapokabili changamoto, usidhani kwamba Mungu yuko mbali nawe. Hata unapokabiliwa na magumu, usidhani kwamba Mungu amekuacha. Mungu ni mwaminifu. Mungu
ni uaminifu wenyewe. Mtumainie. Hebu sema, namtumainia Mungu. Namtumainia Mungu. Yeye peke yake ndiye kimbilio langu. Katika somo la Injili tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwalimu na mwokozi wetu. Huyu ni Mungu pamoja nasi. Rudieni, Yesu ni Mungu pamoja nasi. Yesu ni Mungu pamoja nami. Basi tumekutana na Yesu akiwa pamoja na watu wake. Amewafundisha, amewasikiliza, amewahurumia. Na kwa nini amewahurumia? Kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Walihitaji ulinzi, walihitaji uchungaji stahiki, walihitaji kuongozwa kwenye dira inayotosheleza. Na Yesu akawaambia wafuasi wake, na wahurumia watu hawa ambao ni kondoo, mithili ya kondoo wasio na mchungaji. Kwa kuwa Yesu aliwahurumia, alipenda pia kuwateua wachungaji kwa ajili yao. Aliwaita mitume wake kwa majina. Mesikia Petro na Andrea nduguye, Filipo na Bartolomayo, Yakobo na mdogo wake Yohane, Matayo na kadhalika. Hao wote wameitwa 12 waende wakalichunge taifa lote la Mungu. Na msisahau kwamba taifa la kale la Mungu lilikuwa na makabila 12, lakini taifa jipya la Mungu nalo pia unaweza kusema lina makabila yote. Hebu sema, mimi ni kabila la Mungu. Mimi ni wa kabila la Mungu. Na kwa sababu wewe ni wa kabila la Mungu, wewe ni mwana kanisa. Rudia, mimi ni mwana kanisa. Kanisa gani? Kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la kimisionari. Haya, rudieni tena. Moja. Haya, sema, hilo ndilo kanisa letu. Hilo ndilo kanisa la kweli. Sio kanisa feki. Sio kanisa. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tulieni nyumbani. Tulieni katika kanisa lenu. Tafuteni kufaidi yale ambayo Mungu amewapatia.
ndani ya kanisa Katoliki mna kila kitu mnachohitaji kwa ajili ya kutakatifuzwa kwenu. Kwa hiyo wale mnaopiga jaramba kwenda kwa kina Mwamposa, si kwa kina nani, kwa kina nani, mnajidanganya, mnapoteza muda. Huko ni feki. Huko ni nini? Naona mama mmoja amemgusa mwingine kwa kipepsi hivi niliposema huko ni feki. Ndio ukweli huo, kwa sababu tumesema kanisa ni hilo kanisa moja takatifu Katoliki la mitume limeanzishwa na Ruwaichi. Umeshasikia hili kanisa likiitwa kanisa la Ruwaichi? Sasa napoibuka kanisa linaitwa la Mwamposa, la babu fulani, haya ni makanisa kweli au ni usanii? Sasa huwa mara nyingi nasema, na wanaovutwa kwenda kwenye hayo makanisa kwa bahati mbaya wengi ni kina mama. Mna shida gani? Mna shida gani? Mbona mnataka na mnakubali kurubuniwa? Naomba niwaagize, jitahidini kulijua vizuri kanisa lenu. Jitahidini kulikuza vizuri kanisa lenu. Jitahidini kukita mizizi katika kanisa lenu, mpate kuwa watakatifu na wakamilifu wa Mungu. Leo ndugu zangu, ni Jumapili ya 11 ya mwaka A, na katika Jumapili hii hapa Goba Maria kuna jambo muhimu. Tunaweza kwa haki kusema hapa kwetu leo ni Pentekoste. Hapa kwetu ni Pentekoste. Pigeni makofi nyote. Pentekoste ni siku ambapo utume wa kanisa ulianza, na leo baadhi ya ndugu zetu watampokea tena Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye sio mara ya kwanza wanampokea. Walimpokea mara ya kwanza siku ya ubatizo. Leo wanampokea ili wakamilishwe katika neema ya ubatizo. Na naposema mkamilishwe katika neema ya ubatizo, paroko hawa usiwaite tena watoto kuanzia leo wakishapata kipaimara. Hawa wanapaswa kuwa wakomavu, wanapaswa kuwa manabii, wanapaswa kuwa wainjili, wanapaswa kuwa wapambanaji ndani ya kanisa la Mungu. Na hilo hamtalifanya kwa nguvu yenu, mtalifanya kwa msaada, msukumo na nguvu ya Roho Mtakatifu, ambaye ni pendo la Baba, ni pendo la Mwana ambalo mtashushiwa. Basi mpokeeni Roho Mtakatifu kwa namna inayostahili. Jipangeni kushirikiana na Roho Mtakatifu. Jipangeni kuitenda kazi kwa msukumo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa njia yenu
ufalme wa Mungu ujengeke. Kwa njia yenu kanisa la Mungu liimarike. Kwa njia yenu watu wa Mungu wahubiriwe habari njema. Kwenu wanandoa, nianze kwa kuwapongeza kwa kuamua kuacha uchumba sugu. Mmeamua vizuri, kwa sababu ndoa ni sakramenti. Ndoa ni jukumu zito. Ndoa ni wito, na ndoa ni utume. Kutokana na sifa hizo za ndoa, mnalo jukumu la kushirikiana na neema ya Mungu kuhakikisha kwamba mnatenda kazi ya Mungu katika kufanya yafuatayo. Namba moja, kuunda kanisa la nyumbani. Namba mbili, kuunda familia ya kimungu. Na hiyo mtaiunda kwa kushirikiana na Mungu katika kazi ya uumbaji. Kati ya ahadi mtakazotoa, mtatamka kwamba mko tayari kuwapokea watoto ambao mmekwisha kujaliwa na Mungu na wale ambao Mungu atapenda bado kuwajalia, na kuwalea kama ilivyo amri ya Kristo na kanisa lake. Sasa hilo sio mzaha. Kazi ya kuunda kanisa la Mungu nyumbani kwako, kazi ya kulea watoto utakaopewa na Mungu, ni kazi nzito. Ni kazi ya kurithisha imani. Ni kazi ya kuwajengea watoto wako msingi wa Kikristo. Sasa angalisho, wazazi wengi siku hizi hata hawamshukuru Mungu kwa zawadi ya watoto wao. Wanadhani kwamba watoto wao ni juhudi yao. Lakini pia wazazi wengi hawana muda na watoto wao. Hawana muda na watoto wao. Na wengine wanaona watoto kuwa ni kero. Watoto sio kero. Watoto ni baraka, ni zawadi, ni neema. Na kwa kuwa ni zawadi, ni neema, ni lazima wape muda wako. Hata kama unachakarika kwenye biashara, kwenye ajira, kwenye kazi hii au ile, hakikisha unajipa muda pamoja na watoto wako. Kaa nao, wasikilize. Kaa nao, wafundishe. Kaa nao, waelekeze. Kaa nao, wajengee msingi wa watoto wa Mungu. Siku hizi kuna watu wanahangaika na kukata tamaa, na wengine wanakuja kwangu wananiambia, Baba Askofu, watoto siku hizi hatuwawezi tena. Watoto hatuwawezi tena. Tangu lini sasa? Tangu mlipowatelekeza ndipo mliposhindwa kuwalea.
Malezi ya watoto yanadai sadaka. Malezi ya familia yanadai sadaka. Ewe baba, ewe mama unayekumbatia sakramenti ya ndoa, toa sadaka ya kuilea, kuilinda na kuitakatifuza familia yako. Iwe ni shule ya sala, iwe ni shule ya maadili, iwe ni shule ya utu, iwe ni shule ya utakatifu. Amani ya Kristo iwe nanyi.